kwa habari ya kutafuta nguvu za Mungu. Ni muhimu sana wewe kama Mkristo, wewe kama upo katikati ya huduma na katikati ya maisha, ni muhimu sana kutembea na nguvu ya Mungu. Na nguvu ya Mungu inakuja katika kufunga, katika kusali, katika kujifunza. Ukiona wewe huwezi kujifunza, utaendelea kuwa mtumwa mpaka unaingia kaburini, japokuwa umeokoka na unampenda Kristo. Kwa hiyo maarifa ya kiroho yatakusaidia wewe ukue. Kuna mahali ili uweze wewe kufika. Bwana Yesu asifiwe. Kristo apewe sifa. Leo natamani tuangalie kichwa cha somo kwa wale tunaendelea kuandika. Andika jinsi ya kuharibu ngome ili upige hatua. Jinsi ya kuharibu ngome ili upige hatua. Zipo ngome nyingi sana. Hapa mchungaji alikuwa anasema kwa habari ya hivi ambavyo wanaona tupo, watu wanaona kama ni mchezo. Mafarisayo walikuwa wana ngome kwenye ufahamu wao kwamba hiki ndio hiki. Yesu alikuja kuzivunja zile ngome ili akae katikati yao, lakini baadaye ilikuja kuwa ngumu sana. Kwa hiyo hata kwenye maisha ya Ukristo ya kawaida, wako watu wanaamini katika imani yao ambayo wengine sio sahihi, lakini hiyo ni ngome ambayo inamfanya mtu hawezi kupiga hatua. Kwa hiyo nataka nikupitishe kidogo uangalie namna jinsi ya kuvunja ngome, ya kuvunja ama kuharibu ngome ili upige hatua. Nifungulie kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 10 kuanzia mstari ule wa 3. Twende speed sana watu wa Mungu. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Yoyote Mkristo anaweza akasoma. Kitabu cha Wakorintho wa pili. Karibu. Mstari ule wa 3 ndio. Ndio. Maana ingawa tunaenenda katika mwili. Maana ingawa tunaenenda katika mwili, yani sisi ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Sisi hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili, tofauti na watu wengine. Kristo apewe sifa. Maana silaha za vita yetu sisi ni mwili. Bali zina uwezo katika Mungu. Zina uwezo katika Mungu, ndio. Hata kuangusha ngome. Hata kuangusha ngome. Hebu sema ngome. Ngome. Maana hebu ndio ndiko nasema bali zina uwezo katika Mungu. Bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Hata kuangusha ngome. Endelea chini kidogo. Tukiangusha mawazo ya kila kitu. Tukiangusha mawazo. Kuna mtu ngome katika ufahamu wake ni mawazo mabaya. Yaani hana ile positive attitude. Hana ule, yani hana mtazamo ule chanya. Kuna mtu mawazo mabaya kwake ni ngome. Kuna mtu kutokulielewa neno, hiyo ni ngome. Kuna mtu hata katika matokeo yake ya ibada, hiyo nayo ni nini? Hayaendi sahihi, nayo ni ngome. Kristo pewe sifa. Endelea hapo chini kidogo. Kilichoinuka au kijimacho juu ya elimu ya Mungu. Juu ya elimu ya nini? Ya Mungu. Na tukiteka nyara kila fikra ili. Na tukiteka nyara kila fikra. Ziko fikra katikati ya watu ni ngome ambazo wengine zinawasababisha zinawasababisha wasipige hatua ambayo Kristo anatamani. Mungu anataka ajidhihirishe kwao, lakini unasema hivi kweli mimi? Hapana, Yesu bana ana watu wake. Hiyo nayo ni nini? Ni ngome. Anasema hata kuzitoa hizo ngome katika fikra. Endelea hapo chini, malizia. Ili tupate kumtii Kristo. Tena tukiwa tayari kupatiliza maasi yote. Mtii kwenu utakapotimia. Ndio. Yaangalieni aliyo mbele ya macho yenu. Hapo inatosha. Nataka tuishi mstari ule wa 5. Sasa Yesu alikuja kuokoa nafsi yako, ama alikuja kuokoa nafsi yetu. Wewe kinachotakiwa ni kuokoa fikra zako, ni kuokoa mawazo yako. Yaani Yesu anapokuokoa anaokoa nafsi yako. Neno la Mungu linaokoa fikra zako. Ni hatari uokoke alafu kawa hauna neno. Usipokuwa na neno
ni rahisi sana shetani kuja ndani ya maisha yako. Kwa sababu nini? Umekosa neno. Sasa kitu cha kwanza, ngome haupaswi kuiombea. Ngome inabidi ikemewe. Hatuwezi tukawa tuna tatizo alafu tunakemea. Kuna mahali Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kuomba, lakini kuna mahali Yesu Kristo naye alikemea. Kwa nini? Zile zilishakuwa ni ngome, kwa lazima ziangushwe. Kristo pewe sifa. Nifungulie kitabu cha Waefeso 4:27. Kuna mwingine alimpa tu shetani nafasi. Alipompa tu nafasi, basi adui akasimamisha ngome. Mwingine alimpa tu nafasi ya kuongea vibaya. Kuanzia hapo huyo mtu akawa tu ni muongo, na hiyo ikasimama kuwa ngome. Sasa nisomee ile andiko linasema, wala msimpe ibilisi nafasi. Yaani katika maisha ambayo tunaishi, usije ukajaribu kumpa ibilisi nafasi ya aina yoyote. Tulikuwa tunasoma ile kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:20, anasema jitenge na uovu wa kila namna, si ndio? Biblia inaposema kwamba tujitenge na uovu. Uovu ni mwingi, hauzuiliki. Yaani uovu ukija kwa mtu hauwezi kuuzuia. Biblia imekupa option moja tu, jitahidi ujitenge nao. Sasa hilo andiko linasema, tafuta Warumi 12:2. Anasema kwamba usimpe ibilisi nafasi yoyote ile, machukizo yoyote. Yaani usimpe ibilisi nafasi. Ukimpa ibilisi nafasi, anakaa ndani ya moyo, alafu anaisimamisha ngome. Na hiyo ngome ikishasimama, kwenye kuitoa ni ngumu sana. Lazima itumike divine intervention nyingine tena kwa ajili ya kuangusha hiyo ngome. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Nisomee hilo andiko. Wala msifuatishe namna ya dunia hii. Hii dunia ambayo inaenda, sisi hatupaswi kuifuatisha ikiwa kama umekoka. Na hichi ni kiwango kingine ambacho naenda. Sijajua kama tuko hapa tunatamani tuishie hapa. Kwa nini? Kanisani sio kila wanaokuja. Kila mtu anatamani kwenda mbinguni. Kanisani ni kama hospitali. Sio kila anaenda hospitali anaumwa, mwingine anampeleka mtu. Kwa maana hiyo sisi kama tumekuja kanisani wote hapa, nategemea wote tunaenda mbinguni. Sasa hii dunia ambayo inaenda, sisi hatupaswi kuifuatisha. Anasemaje hapo mbele? Bali tugeuzwe kwa kufanya upya na nia zetu. Tugeuzwe na kufanya upya nia zetu. Kama tuna nia ya Kristo kweli, basi na izihirike moja kwa moja. Tukiwa tuna nia ya Kristo katikati ya maisha yetu, kama kutakuwa kuna ngome zimesimama, 100% zina uwezo wa kuangushwa. Kristo apewe sifa. Pate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema. Tukisha simama katika Kristo, tunajua mapenzi yaliyokuwa mema. Chochote katikati ya Mungu, chochote kile, kama hujaanza na Mungu, hauwezi kufika popote. Hata kama kuna mtu ameanza unamuona na Mungu, hawezi kufika mahali. Chochote kile ukisimama na Mungu, wito ambao Mungu ameuweka ndani mwako unaanza kutokea. Kiwango kikubwa sana cha kuona watu wanamcha Mungu ni kuona vipawa. Kristo apewe sifa. Malizia hapo ya kumpendeza na ukamilifu. Hapo inatosha. Sasa nataka nikupitisha haraka ngome ni nini. Hapo chini kwenye andika ngome ni nini. Nilikuwa najaribu kukupa na nili introduction tu kidogo, lakini angalia ngome ni nini. Sasa ngome sio mapepo, bali ni nyumba ya maficho ya mapepo. Kristo apewe sifa. Sio pepo mmoja, bali ni nyumba ya maficho ya mapepo katikati ya maisha ya mtu na ufahamu. Kristo apewe sifa. Kristo apewe sifa. Kwa maana nyingine, ngome ni jukwaa la nguvu za giza. Chini kidogo andika pointi namba 1. Ngome ni kuta za uongo zilizojengwa na adui ndani ya fikra zako, kukudanganya, kukusubirisha na kujiona ufai. Kristo apewe sifa. Amen. Andika ngome ni kuta za uongo zilizojengwa na adui ndani ya fikira zako, kukudanganya, kukusubirisha
na kujiona wewe haufai, yani wewe si kitu. Adui anaweza kainua ngome yoyote katikati ya maisha yako, ikakaa katikati ya fikra, ikakufanya wewe hautakaa uweze kupiga hatua, ukafikiri kwamba kitu fulani ni mpaka watu fulani wawe nacho. Kuna kipindi inatakiwa wewe uende mbele, lakini unamgoja Mungu, afu kumbe Mungu anakungoja wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani unakaa unasema mimi namsubiria Mungu aseme na mimi, kumbe Mungu anakusubiria wewe umtafute. Kwa hiyo ndani ya fikra zako utaona ni kawaida, lakini kumbe ni ngome adui ameisimamisha ili iweze kukupoteza wewe. Takupa andiko